Undayishimiye na Bizimana wa Burundi wendelea kuwa kichekesho kwenye mitandao ya kijamii. Rais wa Burundi, Evariste Undayishimiye, na waziri wa mambo ya nje wa nchi hayo wameendelea kuwa moda ya mzaha kwenye mitandao ya kijamii baada ya kupingana hadharani kuhusu nafasi ya kota katika kurejesha amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Katika siku za hivi karibuni, serikali ya kota imekuwa na mchango mkubwa katika juhudi za kuleta amani mashariki mwa DRC na katika eneo kwa ujumla. Mara kadhaa, wawakilishi wa muungano wa AFC/M23 na serikali ya DRC wamekutana nchini kota ili kujadiliana juu ya masuala mbalimbali yanayolenga kumaliza matatizo ya ukosefu wa usalama ambayo yameikamba nchi hayo kwa zaidi ya miaka 30. Mnamo Machi 2025 pia, Samia wa kota aliwakutanisha Rais Paul Kagame na Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mazungumzo yaliyolenga kupunguza mvutano uliodumu kwa muda mrefu kati ya nchi hizo mbili. Hata hivyo, juhudi zote hizi ambazo kota imekuwa ikizifanya kwa muda, waziri wa mambo ya nje wa Burundi, Edouard Bizimana, alizipuuza kabisa. Alitoa kauli akisema kuwa katika swala la usalama mashariki mwa DRC, kota haina tena nafasi kama mpatanishi, bali inatumia fedha na ushawishi wake mkubwa kuzuia Marekani kuchukua hatua. Waziri Bizimana anasemekana kuwa na ukaribu na FDLR, hakujali mauaji ya Watutsi wa DRC wala ukatili wanaofanyiwa, bali aliunga mkono kauli za Kinshasa zinazodai kuwa maeneo yanayodhibitiwa na M23 yako nyuma ya Rwanda. Ujumbe alichapisha kwenye mtandao wa X tarehe 3 Januari 2026 kabla ya kufuta baadaye. Aliandika, Rwanda ilijaribu kumshawishi rais wa Marekani lakini hakuchukua hatua yoyote. Sasa inaendelea kuchukua maeneo mengi mashariki mwa DRC ikikiuka makubaliano ya Washington. Ni muhimu pia kusisitiza kuwa jukumu hasa la kota ni kutumia jina lake na fedha zake kuzuia Marekani kuchukua hatua. Haikachukua muda mrefu kabla ya Rais Undayishimiye kuingia kwenye mtandao wa X na kukonesha kauli za waziri wake. Alisema kuwa Burundi na kota ina nchi rafiki na kwamba wanathamini sana uhusiano wa pamoja na juhudi za kota za upatanishi. Aliongeza kuwa kauli zilizotolewa awali zilikuwa ina taarifa zisizo sahihi na matokeo ya kutoelewana. Aliandika, Burundi daima inathamini uhusiano mzuri tulionao na kota pamoja na mchango wake na juhudi zake katika upatanishi nchini DRC. Ni muhimu kuweka wazi kutokuelewana na kauli zisizo sahihi kuhusu nafasi ya kota katika maendeleo na ujenzi wa amani. Kupingana huku kulifanya Burundi kuonekana vibaya machoni pa wengi, na watu mbalimbali walitoa maoni yao wakionyesha mshangao wao. Waziri wa mambo ya nje wa Rwanda, Balozi Olivier Nduhangari, alizungumzia ujumbe wa Undayishimiye, akionyesha jinsi rais huyo alivyomkosoa na kumsahihisha waziwazi waziri wake kupisha mitandao ya kijamii. Aliandika, Rais wa Burundi amemkosoa hadharani waziri wake wa mambo ya nje kwenye mitandao ya kijamii baada ya kumshutumu kota kwa kuwa na jukumu hasa katika mzozo wa mashariki mwa DRC. Mbali na Nduhangari, Noel Kambanda pia alieleza wasiwasi wake akitaja kuwa mwezi ujao Burundi itaanza kuongoza Umoja wa Afrika na akauliza kama waziri kama Bizimana anafaa kuongoza mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa Afrika ilhali anaonyesha kupuuza kwa makusudi matatizo ya kikanda ya aina hayo. Aliendelea kusema, je, Bizimana anastahili jukumu hilo? Bila hata kuzungumzia jinsi anavyopinga M23 kila wakati na kuunga mkono FDLR. Bizimana aliyetolewa kushika wadhifa wa Agosti 2025 ni miongoni mwa wanasiasa wa Burundi wanaojulikana kwa kushambulia Rwanda mara kwa mara, na anatajwa kuwa mkali mwenye misimamo mikali inayounga mkono FDLR. Kila mara viongozi wa Rwanda wanapozungumzia migogoro ya kikanda, Bizimana huwa wa kwanza kujibu, akijimia zaidi hisia zake zilizojaa chuki na upotoshaji dhidi ya jumuiya ya kimataifa. Mwaka uliopita, Bizimana alisema kuwa FDLR ina kisingizio cha Rwanda, kwa kipuuza akolai kwamba majeshi ya nchi yake yanashirikiana nayo kila siku katika kuwaua raia wa Kongo waliokutwa katika makazi yao. Bofya subscribe kwenye channel hii ili tuendelee kukuletea habari na nje nzini akolai na uhakika kama haya.